Wizara ya Ulinzi ya Marekani inaripotiwa kuomba zaidi ya dola bilioni 200 kutoka kwa bunge la Marekani ili kufadhili vita vinavyoendelea dhidi ya Iran, hatua inayoongeza kwa kiasi kikubwa gharama ya mzozo huo. Kwa mujibu wa ripoti ya The Washington Post, fedha hizo zinatarajiwa kusaidia kuendeleza na kupanua operesheni za kijeshi zilizoanza Februari 28 chini ya Rais Donald Trump, pamoja na kuongeza uzalishaji wa silaha na kuimarisha utayari wa kijeshi. Tayari vita hivyo vimegharimu fedha nyingi. Ndani ya wiki ya kwanza pekee, Marekani ilitumia zaidi ya dola bilioni 11. Ikiwa fedha mpya zitaidhinishwa, jumla ya matumizi ya vita inaweza kuzidi zaidi ya nusu ya pato la taifa la Iran GDP, ambalo lilifikia takriban dola bilioni 356.5 mwaka 2025. Jeshi la Marekani linasema tayari limepiga zaidi ya shabaha 7,800, kufanya safari zaidi ya 8,000 za kijeshi na kuharibu au kuathiri zaidi ya vyombo 120 vya kijeshi vya Iran tangu operesheni hiyo ianze. Bunge la Marekani tayari lilikuwa limeidhinisha dola bilioni 838.5 kwa bajeti ya ulinzi ya mwaka wa fedha 2026. Hata hivyo, ombi hili jipya linaweza kuibua mjadala mkubwa wa kisiasa nchini humo. Wakati baadhi ya wabunge wa Republican wameonyesha kuunga mkono pendekezo hilo, bado hakuna njia ya wazi ya kulipitisha kutokana na hitaji la kura 60 katika Senate. Wabunge wa Democratic wameonyesha upinzani mkali, wakipinga ukubwa na umuhimu wa matumizi hayo. Senator Chris Van Hollen alikosoa vikali akisema dola bilioni 200 kwa vita ambavyo Wamarekani hawavitaki na ambavyo havitufanyi kuwa salama zaidi, hili halipaswi hata kuanza kujadiliwa, aliandika kwenye X. Aliongeza kuwa kukata ufadhili ndio njia bora ya kumaliza vita, kulinda wanajeshi na kupunguza madhara kwa raia. Wakati huo huo, Iran imekosoa matumizi hayo makubwa, huku waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi akivielezea vita hivyo kama vita vya hiari vilivyowekwa kwa wananchi wa Iran na Marekani. Alionya kuwa dola bilioni 200 ni mwanzo tu wa gharama kubwa zaidi za kiuchumi.